Ni kukaribishe moja kwa moja kwenye somo hili ambalo tumekuwa nalo na tunaendelea nalo, na leo nitalizungumzia kwa ufupi kidogo. Kesho tutakuwa na session ya kumaliza, na itakuwa ni siku ambayo ina upako mkubwa ambao utatutangulia katika kumaliza pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa tumekuwa nacho kinasema itumie mauti ya Kristo Yesu kwa kufufua na kukomboa kila kitu kilichokufa kwako, kukiweka kwenye kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya mauti? Mauti nilisema kwa ufupi ni mwisho wa uhai wa kiumbe hai. Lakini B kibiolojia ni mwisho wa michakato ya kiumbe hai. Katika utendaji wake unakuwa ni mwisho, lakini C ni roho kutengana na kile kinachokitilia uzima. Mwili haufai kitu, maneno ya Mungu ni roho, tena ni uzima. Ni roho kutengana na kile kinachokitilia uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaongozwa na kitabu kile cha Waebrania 9 mstari wa 15 na wa 16. Waebrania 9 mstari wa 15 na wa 16. Waebrania 9 mstari wa 15 na wa 16, na neno la Bwana linasema: na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Mstari wa 15 tena: na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nilijaribu kueleza mauti na nikaeleza kusudi la Kristo kufa, na sitaki kurudi kule, labda kesho nitaweka wind up kwa sehemu fulani. Mauti ilipotokea, ile mauti ilipokuja pale Eden, nilieleza ilipitia kwa mlango wa mwanadamu Adamu wa kwanza, na mauti ya pili ilikuja kupitia Mungu kwa upendo wake kwa kumtoa Kristo kufa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakubali kufa, anafanya swala la agano jipya kwa kutoa mauti au kwa kutoa roho yake. Anakufa ili mauti ilipe mauti iliyotangulia kufanyika dhidi ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikaeleza kwa ufupi na kwa sehemu fulani kwamba kuna aina za mauti, na nikasema aina 3 ambazo nilianza kuzungumza. Kuna mauti ya kiroho, spiritual death, alafu kuna mauti ya kimwili, physical death, alafu kuna mauti ya umilele, eternal death. Hii ni mauti inayotokana na kukosa rehema. Nitaizungumza kesho kidogo kwenye hiyo pointi, wakati nazungumza mambo mengine ya kutusaidia kwenda hatua moja zaidi. Bwana asifiwe. Na Mungu akupe neema sana kesho. Usikose ili tuweze kumaliza kwa kuangalia vitu vichache vya msingi tunapoomba. Bwana asifiwe sana. Nikaendelea kuwa na mkazo katika eneo la mauti ya kiroho, spiritual death. Hii ndio mauti ambayo ukisoma kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 16 na 17, tunaona hiyo mauti. Biblia inaeleza Mungu alikuwa amewapa maelekezo na maagizo Adam na Hawa.
Akawaambia, matunda yote yanayozunguka katika bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Akawaambia hivi, kwani siku mtakapokula mtakufa. Na tukaanzia hapo kuona kwamba Adam na Hawa hawakufa siku ile katika hali ya physical death, lakini spiritual death na internal death kuna kitu kilichotokea moja kwa moja. Na Biblia inatuambia walikufa, japo waliishi miaka 930 baadaye kama Adam. Bwana Yesu asifiwe. Aliishi miaka 930 lakini akiwa amekufa kiroho. Kwa nini alikufa? Kwa sababu shetani anapotaka kupoteza maisha yetu yasifikie hatima ambayo Mungu alitaka tangu mwanzo, eneo la kwanza analoliwinda kwenye maisha yetu ni uhai wetu wa kiroho. Anashughulika na kuleta mauti ya kiroho itakayoua kile ambacho Mungu ameweka ndani. Na anajua mauti ya kiroho ikipata nafasi, kuna namna hutajua mapema kwamba umekufa kiroho ili hali unatembea. Hutafahamu, ila utakuwa umekwama kwenye maeneo ya maisha yako ambayo unatamani yawe na matokeo chanya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alipopambana na Adam na Hawa, alishughulika na hicho kitu. Na moja ya kitu ambacho alifanikiwa, alimtenga mwanadamu na Mungu. Yule roho Mungu aliyekuwa anaishi na mwanadamu aliondoka akamwacha. Angalia mwenzako, mwambie roho Mungu alimwacha. Angalia usoni, mwambie roho Mungu alimwacha. Nikakupa huu mfano kwenye Agano Jipya, Luka 15:21 mpaka 24. Nikakwambia mwana mpotevu anafananishwa na sura ile na picha ile ambayo tunaiona kwenye Mwanzo pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumza siri nyingine baadaye na kesho tutaendelea kuiona pale. Bwana asifiwe sana. Mungu alipomuumba mwanadamu, kuna mambo ambayo aliweka ndani yake. Na alipoweka haya mambo, alijua ufalme wa Mungu utaendelezwa kupitia kile Mungu alichoweka ndani yake. Alijua maisha na mifumo yake itaendelea kupitia kile ambacho Mungu aliweka ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini shetani anakuja anafanya vita hii? Anafanya vita hii kwa sababu anajua kile ambacho Mungu alikikusudia tangu mwanzo kinaweza kikafa, na kikifa huyu mtu ataendelea kuwepo, ataijaza dunia, lakini hana matokeo halisi ya kile Mungu alikitaka kiendelee kuonekana duniani kupitia huyu mtu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Nataka nikupe mfano kidogo. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 na mstari wa 7, unamwona Mungu wakati anamuumba mwanadamu, na alipomaliza kumuumba mwanadamu, soma pale. Ngoja tusome pale. Tusome pale ili nikupeleke mahali nataka kukupeleka. Nikupe tu kwanza huu mfano wa hichi ninachokisikia kuleta kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Mstari wa 7. Alafu tutasoma Mwanzo 1 mstari wa 26. Mwanzo 2 mstari wa 7. Tusome.
Tusome kwa sauti 1, 2, 3. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mungu alimtengeneza mtu. Sasa kafuatilie pale. Aliyeumbwa wa kwanza alikuwa ni nani? Ni Adam. Adam aliumbwa katika sura ya uhai na sura ya Mungu peke yake, sura ya uzima. Alipopuliziwa pumzi akawa mtu hai. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, angalia mlango wa kwanza mstari wa 26. Pale anasema akamuumba mtu. Rudi kwenye Mwanzo 1 mstari wa 26 pale. Nasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye mwili kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Okay. Wakati amemuumba mtu kwenye Mwanzo 2 na kwenye Mwanzo 1, Biblia inatangulia kusema waliumbwa wawili. Lakini katika kuumbwa wawili, ukirudi kwenye Mwanzo 1, alimuumba mtu mmoja. Bwana asifiwe. Okay, angalia, nataka kuonyesha kitu kingine kiko pale. Wakati wa uumbaji alipomuumba, alichomwekea ni nini? Uhai. Angalia, mweza kumwambia uhai. Okay. Kwa nini ule uhai? Kwa nini ile roho aliweka ndani ya ule mtu? Kwa sababu kupitia ile roho, ule uhai, kuna sehemu ya uumbaji ambao wameambiwa waendeleze wanapokuwa duniani. Ukienda mstari wa 27 na wa 28, Biblia inasema akawabarikia, akawaambia mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkazaane. Vitu vyote hivyo anaeleza vitatoka wapi? Vitatoka ndani ya mwanadamu, sio ndani ya Mungu, kwa sababu Mungu ameshaweka uungu ndani yao. Kwa hiyo unaweza kujua kwa nini shetani alimuinda. Sasa angalia mlango wa 2. Angalia mstari wa 18. Angalia pale. Unajua kule kote anasema aliwaumba wawili, lakini mmoja alikuwa bado hajatoka. Mmoja ambaye ni mwanamke. Angalia mstari wa 18. Twende pale. Maana kuna picha ninayotaka kukuonyesha hapa leo. Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Okay, soma Biblia yako. Kwa hiyo inamaanisha Mungu wakati anaumba kule, anasema alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Mlango wa 2 mstari wa 15 anaeleza akampulizia mtu. Hawakuwa wawili, alikuwa mmoja. Muda ukapita kidogo, akamweka mstari wa 16 bustanini. Akiwa mle ndani, Mungu akaanza kuona na haileti logic huyu mtu kuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, alimtoa wapi mtu wa pili ambaye ni Hawa? Alimtoa kwenye sehemu ya uzima aliyokwisha kuweka ndani ya Adam. Nitakuonyesha hichi kitendo kwa nini leo tunazungumza juu ya mauti. Angalia pale mlango huo mstari wa 18. Mlango wa 2 mstari wa 18, twende wa 19 na kuendelea pale. Semaje? Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone. Akamletea Adam, alikuwa pale peke yake, ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina aliloliita Adam likawa ndilo jina lake. Mstari wa 20, Adam akawapa majina yao, kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Adamu akasema, sasa huyu
ni mfupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, na kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Sasa angalia, wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alipoweka kile kitu cha uzima ndani yake, uumbaji wa Mungu ulianza kuendelea kupitia mwanadamu. Haukuendelea kupitia kama zile siku 6 ambazo Mungu alisema, zile siku 5 pale nyuma. Hii ambayo inaendelea sasa inatokana na Adam. Okay, inatokana na Adam kwa namna ipi? Mungu ameshampulizia pumzi puani. Kwa hiyo ile pumzi puani inafanya multiplication, inaanza kutoa kile ambacho Mungu aliweka ndani, kinaanza kuzalisha. Kwa hiyo mwanamke anatoka ndani ya mwanaume, lakini kwa sababu tayari huyu mwanaume ana uzima. Kuna mtu ananielewa? Sasa nitakuonyesha hichi kitendo kwa nini kinarudi siku ya Pasaka. Kwa nini inatokea baada ya huyu Adam kulala usingizi mzito. Unajua aliuawa kwanza. Adam alikufa, akafanywa operation ya kutolewa ubavu. Ile ilikuwa ni aina ya kivuli cha mauti ambayo itakuja kwa Kristo. Kuna mtu ananielewa? Ilikuwa ni kivuli. Nisikilize vizuri, kwa sababu watu wengi sana wanaona pale. Ndio maana kilichozaliwa kwenye kile kivuli kilikuwa bora kuliko hata Adam mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke alitokana na uwepo wa Mungu ndani ya Mungu na Adam. Kuna mtu ananielewa? Sasa shetani alipoanza kupambana, alipokuja kuvuruga, akaingia anajua kabisa, nikileta mauti ya kiroho nimeua uwezo wa kuzalisha, uwezo wa kutoa vitu ndani ya mwanadamu. Akaenda kwa yule ambaye alikuja kupitia, unajua Hawa hakupulizwa pumzi na Mungu. Hawa alitoka kwenye pumzi ambayo ilitoka ndani ya aliyelazwa usingizi. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Kasoma maandiko yako vizuri, utaelewa hichi ninachofundisha. Sasa sikia. Kwa nini ilimlazimu Yesu kufa? Alafu Biblia inatuambia baada ya kufa anatutolea tena uzima. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitendo ambacho kilifanyika pale bustanini, ambacho hichi kitendo shetani alipokiona alikifuatilia akakiua. Tangu pale mwanadamu akatengwa na Mungu, akafukuzwa bustanini, akaanza kuzurura, hana maisha, hana neema, hana kile kiwango tena cha kuzalisha vitu alivyokusudiwa. Sasa nafundisha Pasaka unielewe. Kuna mauti tena. Sikiliza, kwa sababu tulikufa lazima Kristo afe. Unanisikia? Kama alivyotolewa Adam ndani, alivyotolewa Hawa ndani ya Adam. Adam waliuawa kwanza. Kilikuwa ni kifo ambacho ni kivuli cha Pasaka, kufa kwa Kristo. Nasema hivi, Adamu wa kwanza, unanisikia? Adamu wa kwanza, unanisikia? Alipokuja yeye alifungua mlango wa dhambi. Adamu wa pili ni roho yenye kuisha. Sasa kitendo cha Adamu wa kwanza kulazwa kumleta mwanamke, kafuatilia kibiblia mwanamke ni nini, ili upate tafsiri kwa nini Yesu anakufa msalabani. Alikufa msalabani ili kulikomboa tena kanisa, kurudisha uhai, kwa sababu mwanamke kwenye kitabu cha Mwanzo anaonekana kama mke wa Adam, lakini kwenye Agano Jipya Yesu hafi kwa ajili ya mwanamke, hafi alafu katika ule usingizi wa mauti atolewe mwanamke kama Hawa. Linatolewa kanisa lisilo na mawaa. Kuna mtu ananielewa? Linatolewa kanisa lisilo na mawaa ndani ya Adam, mwenye roho ya kuisha. Kwa nini? Kwa sababu tayari huyo aliyekufa hawezi tena kuendeleza kile ambacho Mungu alitaka. Sasa nini maana ya Pasaka? Ni kufa kwa Kristo ili kutoa tena kanisa kwenye mauti walio nayo. Na siku ya leo kanisa linatakiwa kufufuliwa tena kutoka mahali limekufa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja ni kama Adamu alipolazwa pale, ili amtoe mwanamke aliyekuwa ndani yake.
Yesu Kristo amekufa ili kulitoa kanisa jipya. Ndio maana nasema kwenye agano jipya yeye ni mjumbe. Kwa kutoa mauti yake alilipa nini? Ile mauti ili kumleta huyu mtu tena aingie kwenye ahadi ya uzima, kumleta kanisa tena, mwanamke tena. Mimi na wewe kama kanisa ni wanawake kwa Kristo. Alikufa ili atulete tena kwenye uzima. Haleluya, 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 haleluya. Sasa usipoangalia vizuri na Roho Mtakatifu akakufunulia vizuri, ukaona pale mwanzo, unaweza ukaona tu issue ya Adam na Hawa, lakini hutamuona Kristo akihusika na kile kitendo cha pale. Kuna mtu ananielewa? Lazima ukutane na ufunuo wa Mungu, unaweza kukusaidia kuona kile kilichokuwa pale. Usifikiri tu Yesu anakufa alafu angalia wakati Mungu anataka kuikomboa Ninawi, alifanya kitendo hicho hicho. Wakati wa Ninawi mtu mmoja alikuwa anaitwa Yona. Biblia inasema akamezwa na samaki, akakaa ndani ya tumbo la samaki kwa muda wa siku 3. Mungu alikuwa anataka nini? Anataka izaliwe Ninawi mpya. Lazima afe mtu ili kutoa mauti, kukomboa. Mungu alikuwa anahitaji Ninawi. Sikiliza, Kristo anakufa. Moja ya kitu ambacho kinatafutwa, kuna upya wa maisha ya mtu mahali, kuna upya wa familia mahali, kuna upya wa afya mahali, kuna upya wa ndoa mahali unatafutwa, kuna upya wa kiuchumi mahali. Kristo hafi tu kwa sababu amekufa. Kuna upya wa vipawa anavyovitafuta virejee mahali. Kuna upya wa aina ya kitu fulani anaotaka urejee. Ndio maana anakaa kaburi siku 3. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Petro, akiwa kule kaburini siku 3, anasema aliziendea roho za wale waliokuwa wamekufa, akaanza kuzihubiri waliokaa kifungoni. Alikuwa anawahubiri kitu gani? Anawaambia, nimekuja msiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Mmekaa hapo lakini nimekuja kuwatoa ili muende. Haleluya, 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 haleluya. Yuko mtu mahali kuna vitu vimekufa. Yuko mwanamke mahali kama kanisa, yuko mahali kuna vitu vimekufa. Yuko Jehova aliyekufa na kufufuka. Amefufuka leo, amefufuka tena, amefufuka. Yuko hapo kwa ajili ya hiyo mauti, kwa ajili ya hiyo mauti ya ndoa, kwa ajili ya hiyo mauti ya afya yako. Yuko hapo. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua, najaribu kusema hichi kitu ili kikusaidie, ili muone Mungu aliyeumba pale mwanzo ndio huyo aliyemleta Yesu, na process zile zile za uumbaji zinapita kwenye huo mfumo. Unajua, haruki process, haruki mchakato. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Sasa nikakueleza pointi, nikakwambia hivi, kama anavyosema Ufunuo 2:10 amesema kuna madhara ya mauti. Nikakwambia kuna madhara yanayoambatana na mauti. Roho ya mauti inapokuwa mahali kuna madhara. Nikasema aina 11. Paka jana nilisema 11. Na leo nataka niseme angalau moja tu. Moja tu. Roho ya mauti huwa inamiliki roho zingine chini yake. Unaweza kuandika, roho ya mauti huwa inamiliki roho zingine chini yake. Ziko roho nyingi sana, sitapata muda wa kusema. Ndio maana nilikwambia na vitu vya kusema vingi. Roho ya mauti huwa inamiliki roho nyingine chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia, ziko aina tofauti za roho mbalimbali, lakini inapomiliki
roho zingine chini yake huwa ina malango inayotumia. Inapomiliki roho zingine chini yake huwa ina malango inayotumia. Roho ya mauti ni roho kubwa. Ndiyo maana ukisoma Biblia yako, sijasema ina ara kubwa, hapana. Nimesema ni roho ambayo ina operate kwa ukubwa. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Biblia yako, Biblia inasema na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa hiyo mauti ndiye anayeoperate nyuma ya roho zingine zinazofanya kazi. Unanisikia? Okay. Na katika hizo roho zinazofanya kazi nyuma ya mauti, nimekwambia kuna milango inayopitia. Sasa nisikilize huu mfano ambao nitakupa kukusaidia. Roho zilizoko chini ya roho ya mauti, mmoja wapo ni roho ya hofu. Huwa inatumia milango mbalimbali. Moja wapo roho ya hofu, mlango unaotumia ni mlango wa ndoto mbaya. Ndoto mbaya. Sasa nisikilize. Ukiota ndoto mbaya, jua nyuma ya ndoto mbaya utapata hofu. Kwa sababu kilichobebwa na ile ndoto ni hofu. Nyuma ya ile hofu kuna mauti. Kuna mtu ananielewa? Sikia. Ukiota ndoto yoyote mbaya siku yoyote, jifunze hichi kitu kwenye pointi ya 12. Nyuma ya ndoto mbaya kuna hofu. Na hofu inayokuja nyuma ya ndoto mbaya imebebwa na mauti. Tusome ile Zaburi tulianza nayo siku ya kwanza, Zaburi ya 55. Nilikwambia tutakuja kupita huko mbele. Zaburi ya 55 mstari wa 4 na wa 5. Kama tumepata tusome katika jina la Bwana. Labda tusome mpaka mstari wa 8 ili nikuonyeshe baada ya mauti kuja ilipoleta hofu. Angalia, huyo mtu alikuwa anatamani asionekane tena. Kwa nini? Kwa sababu hofu imekuja inamvuruga. Angalia pale. Tusome mstari wa 4 mpaka wa 8. 1 2 3. Twende mpaka wa 5. Twende mpaka wa 5 inatosha. Twende mpaka wa 5. Twende mpaka wa 8 inatosha. 1 2 3. Moyo wangu unaumia ndani yangu, na hofu za mauti zimeniangukia. Kuna mtu anaona mstari? Kuna hofu ya mauti. Sasa sikia. Mauti ni roho lakini ina hofu. Hofu ni roho inayotumika chini yake. Mstari wa 5. Hofu na tetemeko limenijia, na hofu kubwa imenifunikiza. Nikasema, ningekuwa na mbawa kama njiwa, ningerukia mbali, ningetua jangwani, ningefanya haraka kuzikimbia dhoruba na tufani. Bwana uangamize, uzichafue ndimi zao, maana nimeona dhuluma na fitina katika mji. Tuachane na mstari wako chini. Baada ya hofu ya mauti kuja, moja ya kitu kinachotokea, kuna hali ya uharibifu inaanza kuambatana naye, na moja ya kitu kinachomtokea, anaanza kutamani kukimbia alipo aondoke. Anatamani angekuwa kama ndege. Hujawahi kukutana na mtu ameota ndoto mbaya, alafu ile ndoto mbaya hajui? Okay, fungua kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango wa 4. Ayubu mlango wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anapata cha kumsaidia? Kuna kitu cha kukusaidia kidogo? Sasa angalia mstari wa 4. Mlango wa 4 mstari wa 14. Mlango wa 4 mstari wa 14. Tuanzie mlango wa mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Angalia kinachotokea. Angalia kinachotokea ili uone ninachokisema hapa. Hofu iliniangukia. Soma kwa sauti. 1 2 3. Hofu iliangukia na kutetema, itetemesha
mishipa yangu yote. Mstari wa 5. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo, ili pepo hapa unajua anasema pepo maana yake nini? Anazungumza kama spirit, roho, jini fulani. Sasa angalia, lipopita likaenda mbele yake, lilikuwa linamsemesha juu ya hali fulani. Kwa akikaa hivi kuna sauti anayoisikia inatoka kwenye mauti, lakini ilipitia kwenye ndoto. Hujanielewa? Rudi mstari wa 13 ili uelewe ninachokisema. Rudi 13 pale juu. 1 2 3. Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito waangukia hapo wanadamu. Hofu iliniangukia na kutetemeka, iliyoitetemesha mifupa yangu. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo ilisimama kimya, nisiweze kutambua sura zake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu. Kulikuwa kimya, nami nilisikia sauti ikinena. Ilikuwa inanena nini? So mauti imekuja kupitia kwenye ndoto. Sasa angalia, ilipokuja imebebwa ni roho ya hofu. Imekuja ile mauti ikalepitishwa kwenye ndoto. Ikaja kupitia ndoto, mlango wa ndoto ukapitisha hofu. Ile hofu ikaleta pepo ambalo kila saa lilikuwa linapita mbele yake, likisimama mbele. Anasikia sauti ikinena na yeye, lakini haoni sura ya hicho kitu. Mwangalie mwenzako, mwambie ulishakutana na roho ya mauti imekutangulia. Imekuja imepitia kwenye ndoto, unanisikia? Alafu ikakuwekea hofu. Alafu ukiwa hata chumbani unasikia kuna kitu kinacholeta sauti ya matisho ndani yako. Mwambie mwenzako ulishakisikia hicho kitu. Sijui kama unanielewa. Kuna wakati nilikuwa naendesha gari, baada ya maadui kunitafuta ili waniangamize. Kuna wakati walinitafuta mahali fulani wakanitega ili waniue. Sasa baada ya pale nikatoka hapo. Kila mara nikiwa naendesha gari huwa nasikia sauti inaniambia, wakati huo wanaponitafuta nasikia sauti inaniambia, watakupiga risasi au panga au chochote ukiachilia dirisha lako wazi wakati unaendesha gari. Kwa hiyo funga dirisha, usiwe umeacha umeshusha kioo. Unanisikia? Kwa kila nikiendesha gari nasikia sauti, alafu napandisha taratibu. Unanisikia? Napandisha taratibu. Roho ya mauti. Unanisikia? Alafu nikafika mahali nikagundua hichi kitu kilipata mlango, kwa hiyo kinanitesa. Nikaanza kukishughulikia. Alafu nikafika mahali sipandishi tena, maana sisikii ile sauti ikisema. Unanisikia? Mauti ikishapata mlango huwa inaweka pepo au jini mahali, alafu linakuwa linasema. Unasikia linasema, unaweza likakwambia nyumba yako inalipuka, utalipukiwa na mtungi wa gesi, unakufa. Inakwambia unagongwa. Kwa sababu ilishapita kwenye ndoto. Mwangalie mwenzako, mwambie ilishapita kwenye ndoto. Sasa imeleta nguvu, inaanza kuishi. Sasa mtu asipojua anaweza kusema nakataa ndoto mbaya, nakataa ndoto mbaya. Sio ndoto mbaya, haiishi kwenye ndoto mbaya. Kafuatilie, kuna aliyebeba huo mfumo, na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa hiyo huyu jamaa hapa chini nikamkia tu kamewekwa, kana kutisha. Hii pepo, kama angalia ile pepo aliyepita mbele ya Ayubu, alikuwa anaongea lakini hamuoni. Wewe hakuna sauti unasikiaga na uoni. Hata ukiwa ndani kwako hausikiagi sauti inakwambia utoboi huu mwaka. Mwangalie mwenzako, mwambie hujawahi kusikia sauti inakwambia utoboi. Unafika mahali baada ya kuota ndoto, ukimaliza kuota ndoto, labda umemwota mama yako au baba yako au mtu fulani aliyekufa, ndoto mbaya imepita ghafla. Kuna kitu kinainuka kule, alafu unaanza kuishi kwenye hofu. Alafu ile hofu inapoanza kuishi kwako, kila siku unasikia sauti inakwambia kama alivyokufa na wewe unakufa.
alafu umuoni. Mwangalie mwenzako mwambie umuoni. Umuoni. Unamuonea wapi? Kwa sababu ni pepo. Pepo alionekana, hata Daudi, Ayubu alijitahidi, anaangalia mbele haoni. Lakini kuna roho inamwambia, mzee, inanena. Hakuna roho inakwambia wewe ni maskini. Wewe ni maskini, utoke hapo. Unanisikia? Wangapi mnanielewa? Leo ni sikukuu, sitaki kumweka mtu hapa ndani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchakato ambao Mungu aliutumia pale mwanzo wa kumkomboa, wa kumsaidia Adam, kumleta msaidizi kwake, ule mchakato ulikuwa kumuua Adam ili kutoa kitu, kuonyesha multiplication. Mungu alichukua, amekusudia ndani yetu kuna vitu alitaka vizaliwe, na roho ya mauti ilipokuja ilikuja ikihakisha ina vitu inaua visitokee. Sasa ninachotaka kuambia, Yesu Kristo yuko tayari, alishakufa. Ninataka kueleza juu ya mauti ya Kristo. Mauti ya Kristo haikufanyika ili ubaki hapo kwenye hiyo hofu, ili ubaki hapo kwenye hilo tatizo. Kuna watu sahi wanaishi kwenye ugonjwa, sio kwa sababu ule ugonjwa una nguvu kwao. Kumbuka, huo ugonjwa umeletwa na hofu ya mauti. Kwa hiyo huwezi kufukuza ugonjwa hujapambana na hofu ya mauti. Pambana na mauti, muondoe hofu aliyepita kwenye ndoto, alafu ugonjwa utakuachia wenyewe. Utajisikia tu wewe uko sawa. Sio kama unanielewa. Unaweza ukauambia ugonjwa utoke na usiondoke. Kwa nini? Kwa sababu ugonjwa haujakaa pale wenyewe. Ugonjwa una ngazi kama 3 pale nyuma zimeushikilia. Ndio maana unaweza ukamwangalia mtu anaumwa, anageuzwa kitandani. Watu wakishajua hii roho ya ugonjwa inatokana na mauti, wakianza kuishughulikia mauti, sio ugonjwa. Kwa sababu ukishughulikia ugonjwa kama hujaishughulikia mauti, huyu mtu ataondoka. Wenye akili wanashughulikia mauti, alafu ugonjwa unasikia kuondoka, kwa sababu aliyekuwa ameushikilia pale hayupo, hawezi tena. Yesu Kristo amekufa msalabani. Ndio maana Biblia inasema na mjumbe alikuja kwenye Agano Jipya kama mjumbe. Petro anaeleza, ngoja nisome mstari mmoja. Acha nisome mstari mmoja tumalize. Mwangalie mwenzako mwambie tunamaliza. Na usiseme hatumalizi. Warumi 6:7 mpaka 11. Acha tumalizie. Warumi 6:7 mpaka 11. Anasema hivi, naomba tusome pale 7. Warumi 6 mstari wa 7 mpaka 11 anasema hivi: kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Mwangalie mwenzako mwambie mauti haimtawali tena. Alienda kuikomesha. Kitendo cha yeye kwenda kuikomesha inamaanisha alikuwa anataka tuishi kwenye uhuru, turudi kwenye hali fulani ya neema na mpenyo. Oh, hallelujah, glory to God. Alichokuwa ameenda kukifanya, alikufa. Na mimi nataka saa hii mtu mmoja ambaye mbingu zimekusudia asubuhi ya leo, Pasaka ya leo, yuko mtu mahali anaishi kwenye tatizo fulani, lakini kwa sababu kuna ndoto ilipita, kuna hofu ikazaliwa na mauti ile na ugonjwa ule umekaa pale, kuna roho inayosema na wewe saa hii ondoke, kwa sababu alishakufa na kufufuka. Uondoke chini ya utawala. Haleluya, haleluya, haleluya. Akisha kufa hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Simama mahali ulipo. Hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Parablo shandarabasata, parablo sandarabasira. Inua mikono yako juu. Kuna watu wanaishi hapo, kuna kitu cha kimauti kimeleta hofu. Inua mikono yako juu.
Roho Mtakatifu anataka kutuhudumia hapa. Kwa dakika chache sema, Bwana Yesu, niko mbele zako siku hii ya Pasaka. Wewe ulikufa ukamnunulia Mungu watu wa kila lugha, kila jamaa, kila kabila, ukawatoa kwenye mauti, ukawatoa kwenye hofu ya mauti iliyoleta mtego kwa kupitia ndoto mbaya. Sai, Bwana, nitoe, nisaidie, nifungue kutoka hapo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa dakika chache omba ishughulikie mauti iliyopita kwa njia ya ndoto. Wakati mtumishi anatuongoza kwa dakika chache, shughulikia hiyo mauti iliyopita kwa njia ya ndoto. Shughulikia hiyo mauti kwa dakika chache. Shughulikia sasa iliyokuja. Mauti ilikuja, ilitumia mlango wa ndoto, na ile hofu iliyokuwa kwenye ile mauti kama mbego ilitakiwa kupita pale. Shughulika nayo, shughulika nayo kwa dakika chache. Sema na Bwana, imepita imeua uchumi, imepita imeua biashara. Una hofu ya kiuchumi, una hofu ya kibiashara, una hofu ya kufa. Kuna sauti unaisikia leo, pambana. Liambie Kristo aliyekufa akaiondoe hiyo sauti unayosikia, hiyo sauti unayosikia. Hofu iliyokuja kwenye mlango wa hofu, tunaachilia damu ya Yesu na Kristo Yesu Bwana aliyefufuka kwa ajili yetu, aliyefufuka kwa ajili ya maisha yetu, anatutoa leo kwenye hiyo mauti, kwenye hiyo hofu iliyopitia mlango wa ndoto kuleta mauti kwetu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila mauti, kila mauti, kila mauti, kila mauti iliyopata uhalali kwenye ulimwengu wa roho wa ndoto, tunaachilia damu ya Yesu na ufufuka Kristo Yesu Bwana kuondoa kila mauti kwenye uchumi wetu, kuondoa kila mauti kwenye ndoa zetu, kuondoa kila mauti kwa watoto wetu, kuondoa kila mauti kwa uzao wetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakataa, tunashughulika na hiyo hofu ya adui, hofu ya kuzimu, hofu ya miungu, hofu ya misimu ya kifamilia iliyoachilia ule mlango wa ndoto mbaya kuleta mauti. Tunaachilia damu ya Yesu na Kristo Yesu ufufuka. Leo tunatoka, leo tunakataa, leo tunakataa. Hatutapita hapo na hiyo mauti iliyopata uhalali kwa njia ya ndoto. Tunatoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu